machache. Bana, yakiwa yamesalia masaa machache kabisa ile siku ambayo inasubiriwa kwa mkubwa Simba dhidi ya Petro de Luanda katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Wahenga anasema mtoto mdogo halali na pesa mkononi. Usiku wa deni hauchelewi kukuchwa. Hatimaye Jumapili ya Novemba 23 tayari imefika. Nipo na Willy Simba, miongoni mwa mashabiki ambao wanafanya vizuri sana kwa hivi sasa. Upo vizuri Willy? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunataka kusema ile siku muhimu imeenda kufika. Na siku ya leo tunaingia, lakini pia tuna pressure kidogo, so sana kutokana na Guantanamo jana wafungwa wameshindwa kutoroka. Guantanamo Bay. Kwa hiyo tunaingia kwa pressure, lakini of course mchezo huu hapa sisi hatuingii na hofu, kwa sababu tunajua kwenye vita yoyote hofu ni adui nambari moja, kwa sababu hofu inaua mwili na inaua akili pia. Kwa hiyo ni mchezo mgumu sana tukimwangalia Petro, kwa sababu sisi kundi letu pale, mimi moja kwa moja, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Tunamweka experience kutokana na uzoefu na ukongwe wake kwenye haya mashindano ya kimataifa, ana finali 4. Kwa hiyo kwenye kundi letu sisi experience tunamweka namba moja, wanaotafutwa ni watu wawili, ambaye mmoja wapo ni experience, anayetafutwa mtu mmoja kati ya Simba na Petro Athletic, ambaye anatakiwa aende kwenye hatua inayofuata. Kwa moja kwa moja mechi leo ni kama finali, mimi naweza nikasema, ya kundi letu, kwa sababu tunajua uzoefu wa experience, kwa sababu anaweza akachukua matokeo Petro. Tunajua uzoefu wake, pia tunajua namna gani ambavyo ana kikosi bora. Kwa moja kwa moja tunaenda kucheza na mpinzani wetu. Kwanza itakuwa ni mechi nzuri sana, kwa sababu hatujai kushuhudia nadhani kwenye historia Simba kucheza na Petro Athletic. Kwa hiyo itakuwa ni mchezo mgumu na pia ni mchezo mzuri sana. Mchezo ambao tunaangalia mbinu za meneja wetu wa ufundi ndio pengine zitaenda kuamua matokeo, na pia na ule uzoefu tunaweza tukasema. Kwa sababu mpira tunajua una vitu vitatu, kuna quality, kuna game plan, kuna execution kwa wachezaji, namna gani ambavyo wataenda kuwajibika ili kusudi mpango kazi wa mechi ambao ni game plan iende win situation. Pia kuna wakati quality na ubora wa mchezaji aamue matokeo yeye kama yeye, kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta kila kitu kimebana. Inahitaji mechi mwanaume mmoja ambaye anatakiwa aende akaamue matokeo. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mchezo utakuwa ni mgumu sana. Yaani mgumu sana. Kikosi chako cha Simba baadhi ya mechi kinakupa nguvu gani kuelekea kwenye mchezo wa leo? Nazungumza in general performance uwanjani. Simba Sport Club tumemwangalia meneja wetu wa ufundi alipokuwa na siku ya kwanza kazini mpaka alipokuwa na wiki moja. Sasa hivi kocha wetu sisi ana mwezi mmoja kwenye kazi. Kwa moja kwa moja tumeona namna gani ambavyo Simba inacheza. Ni timu sasa hivi ambayo Simba mashabiki ambao tunaweza tukasema kweli kwamba tuna timu ambayo inacheza, kwa sababu ni timu ambayo inavutia hata kiwanjani, ni timu ambayo inacheza na ni timu ambayo inaonyesha kabisa hii timu inaenda inatafuta matokeo. Ni dhamani tulikuwa tukiweza kufungwa na timu yoyote, inakuwa ni ngumu sana Simba kwenda kupindua matokeo. Lakini tumeona hapa kwenye mechi ya JKT Tanzania tu hapa Simba imeenda kwenda kupindua matokeo. Kwa hiyo hii ni Simba ambayo mashabiki wengi sana tulikuwa tunaihitaji Simba ya namna hii hapa, kutokana na meneja wetu wa ufundi. Lakini sasa hivi meneja wetu wa ufundi ana muda mwingi na kikosi amekaa nacho kazini. Kwa hiyo nadhani atakuwa na ile first 11 yake moja kwa moja, japokuwa kocha wetu sisi ni kocha ambaye anaamini sana kwenye kila mchezaji ni lazima aguse pitch. Wachezaji ambao waguse pitch ni wale ambao wako injury, kama tukimwongelea Mohamed Bajabil. Lakini kocha anaamini kwenye kila mchezaji ambaye anafanya vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, basi aje akupe kitu kwa dakika 90. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mgumu sana, lakini sisi tumejipanga kupitia ugumu huo. Vita yoyote unapoenda kupigana, haijalishi mpinzani wako ni wa namna gani, wewe unatakiwa ukaenda ukapambana na hizo silaha zako. Mpinzani anaweza akaonyesha udhaifu wa namna gani akaenda kupambana, lakini kwa sio mechi ya kawaida tu, ni mechi ngumu sana. Stade Malien pamoja na experience, jana experience alikuwa nyumbani, ameshindwa kufanya ubabe kwa Stade Malien. Pengine hiki kinamipa nguvu kiasi gani kuona mpinzani wenu mkubwa, timu kubwa experience de Tunisia ameshindwa kutamba dhidi ya Stade Malien? Pengine mchezo wa leo utaupa ugumu kwa Simba kutaka kuongoza grupu? Mchezo tunauendea kwa namna kama ambavyo wamekaa, utatupa nguvu sana. Pia hata sisi mashabiki tumekuja, tutashangilia mwanzo mwisho kusudi kuwapa nguvu wachezaji wetu. Tunajua haya makundi baadaye yanaweza kaenda akabadilika, unakuta leo kwa juu akaenda akawa chini pia. Kwa moja leo tunatamani zaidi tupate pointi 3 ambazo ni muhimu ili kusudi twende tukaongoze kundi. Kwa hiyo tukiongoza kundi huko baadaye mambo yanavyokuwa kuja kuwa mabaya, wewe umeshavuna alama zako na umejihakikishia umekaa kwenye ule mstari ambao uko vizuri na ni mstari wa juu. Kwa hiyo moja kwa moja tukiangalia hata pia Stade Malien kuna vitu ambavyo wameanza kunifikirisha kidogo. Sio mpinzani wa kawaida. Watu tulikuwa tunaamini kwamba unapiga ugenini, unapiga nyumbani. Sio timu ya kawaida. Inaweza ikakukazia popote, kwa sababu tunaangalia uzoefu wa experience, ameenda kukaziwa nyumbani kwake pale. Kwa hiyo Stade Malien kwa hiyo sio timu pia ya kawaida, pia ni timu ngumu kama timu zilivyokuwa zingine kwenye kundi letu. Kwa hiyo lazima tupambane kwa jasho na damu.
wachezaji natakiwa turudishie kitu sisi mashabiki ambacho tunakuja kwenda kuwa support na kuongezea nguvu, waende wakapambane sana, waipambanie Simba Sport Club, pia walipambanie taifa, kwa sababu Simba ikifanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa ndio tunapata pointi nyingi kwenye association, tunaongeza wawakilishi kidogo, tunajiweka vizuri kama nchi ya Morocco nadhani, na pia nchi nadhani ya Misri. Wenzetu klabu bingwa na shirikisho ni maisha yao kupeleka timu 4 kutokana na pointi ambazo timu zinakusanya kwa ujumla. Young Africans jana ameanza vyema kwenye kundi lake, amemfunga Farabati nyumbani. Yanga ni kama inakuja kasi hivi. Yanga ni kama inaanza ukubwa na wao. Tunasema kama inataka kujipata vile Yanga, kama inataka kujipata vile. Kocha wao of course amekuja. Mimi kwa jana man of the match ni kocha wao, kwa sababu niliangalia mimi mpira na hata kabla ya mpira kwenda kuanza nilijua namna gani ambacho tutatokea. Nikajua Yanga akijitahidi sana ni draw. Labda kwenda kupoteza. Lakini tumeona kocha namna gani ambavyo aliingia na kwenda kuzisoma mbinu za wapinzani mapema. Kabisa akaona namna gani hivi. Pia kitu kingine alikuwa na moyo wa uvumilivu sana kocha, kumwacha Dube amalize mpaka zile dakika za 80. Baadaye akaja kuja kuwa shujaa Dube. Mechi ya jana hatukuamini, so mimi peke yangu limekuwa jiwe kuu. Asiyefaa jana ameenda kufaa, Dube ameenda amewainua. Lakini pia hata Yanga inavutia sasa hivi kiwanjani, serious nimeona kwenye mechi moja inavutia sasa hivi, inaonyesha ni timu ambayo inapambana nayo, japokuwa tulikatia sana tamaa, lakini imeenda kutuonyesha ni timu ya namna gani. Kama wataendelea kucheza hivyo hivyo, na sababu ilikuwa ni uwanja, wabaki Zanzibar. Yanga wanaweza wakasogea. Yanga wakibaki Zanzibar, kama wataendelea hivyo hivyo na kuondoka Dar es Salaam, inaonekana ndio ilikuwa shida ya kiwango chao kwenda kudolola, wabaki Zanzibar. Mimi nawapongeza kwa siku ya jana, japokuwa kuna vizuruma kidogo. Yanga walicheza vizuri nje ya uwanja. Ndio maana nasema home advantage ama Yanga na wao ni wakubwa. Ndio maana nikasema Yanga ni kama muonyesha ukubwa. Yanga wameonyesha ukubwa wa kimataifa. Namna gani unapopeleka ua weka na bahasha chini. Unapopeleka ua na bahasha, alafu ile bahasha sionekana kwa sababu unatakiwa umpe na mkono. Yanga wanaanza kuonesha wamefuata nyayo zetu, tuseme hivyo. Wamefuata nyayo za Simba Sport Club, ukubwa wa Afrika. Kwa sababu kama unaweza kumdhulumu Mwarabu, umeanza kuwa mkubwa. Endapo sasa mnyama leo hii anaingia chaka, pengine hayo maneno mtayavumilia? Kuingia chaka sio rahisi sana, na pia inaweza isiwezekane. Bana pressure inakuwa kubwa. Pressure inakuwa ni kubwa sana pia ukiangalia, na mchezo wa leo ilikusudi kidogo tuwanyamazishe Yanga. Nataka tushinde kuanzia goli 2. Yaani angalau Yanga watulie. Angalau kidogo watulie. Afe 2 ama 3 kidogo Yanga wanaweza katulia, lakini kama tutashinda goli 1 kuna viudhaifu fulani wanaweza kutafuta vya kwenda kutupigia. Kwa nadhani tukianzia kwenye 3 hapo kidogo wanaweza kaleta heshima, kwa sababu tunatambua Yanga namna gani ambavyo wanakuwa na kamdomo. Kwa hiyo nadhani tushinde kuanzia 3. Tunajua umuhimu wa timu hizi ambazo zinatoka sana huku kusini huku zinakuwa ni timu ngumu sana, na si Benjamin Mkapa sisi tunaamini kwamba ni sehemu ya kufanyia miujiza. Sisi watu wenye imani inawezekana hapa. Kwa hiyo tunaamini sana Benjamin Mkapa ni eneo la miujiza, ndio maana watu wote wamekimbia, amebakia mwenye uwanja wake. Mashabiki ni waumini wa klabu, waje tuje tuisupport team. Waumini ni kwamba tunakuja kuitumikia klabu. Kuitumikia klabu ni kama hivyo ambavyo tunanunua jezi na pia kwenda kuisupport team, kuipa hongera. Sio tu watu wa kuhukumu timu inapofanya vibaya. Tuje tuiongezee nguvu ili kusudi timu iende kawini. Mashabiki sisi ni waumini na ndio wafia timu wa Simba Sport Club. Willy, natumai baadaye mapema tutachakata mengi. Sawa. Kwa muda huu. Tusimalize sana maneno, tusije tukaongea tukayamaliza. Ulimi ni kiungo dhaifu, baadaye